Amina. Katika maombi ya kuombea nchi yako, haijalishi uko nchi gani, kwamba uko Amerika, kwamba uko South Africa, kwamba uko Malawi, kwamba uko Tanzania, kwamba uko wapi. Hapa tuna somo la maombi ya kuombea nchi. Sasa somo la maombi ya kuombea nchi nataka tulipate kutoka, ngoja tufungue hapa kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 6. Pale tunaanzia mstari wa ngapi? Tunaanzia mstari wa 3 mpaka wa 4. Ufunuo wa Yohana sura ya 6, tuanzie mstari wa 3 mpaka wa 4. Kuna kitu nataka nikwambie hapa, nisikilize, nitegee sikio kwa umakini sana. Ukiwa rohoni, kuna jambo utalielewa la kiroho. Angalia Ufunuo 6 mstari wa 3 mpaka wa 4, anasema, na alipoifungua muhuri ya pili, nikasikia yule mwenye uhai wa pili akisema, njoo. Haya, mstari wa 4 anasema, akatoka farasi mwingine mwekundu sana, na yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi, ili watu wauane, naye akapewa upanga mkubwa. Kuna malaika hapa tunayemuona kwenye mstari wa 4. Mstari wa 4 anasema, akatoka farasi mwingine mwekundu sana, na yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi. Huyu aliyepewa kuiondoa amani katika nchi, katika ulimwengu wa roho, unapoombea amani ndio natakiwa uombe ili uweze kujua kwamba huyu farasi ambaye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi. Sasa hapa simaanishi nchi gani, mimi nasema nchi. Wewe unajua nchi uliopo, maana hapa najua naongea na watu wengi, mataifa mbalimbali. Wewe uko kwenye nchi yako naijua. Uko Botswana, uko Mozambiki, uko Ghana, uko Tanzania, uko wapi? Naongea na wewe ambaye unaombea amani ya nchi, kwamba unapoombea amani ya nchi, zingatia sana jambo hili. Uliangalie, akatoka farasi mwingine mwekundu sana, naye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi. Alipewa kuiondoa amani katika nchi. Alipewa na nani huyu? Alipewa na nani kuiondoa amani katika nchi? Alipewa na nani? Kwa hiyo kabla ya kuombea nchi, kwanza lazima pia uelewe huyu anayeondoa amani ya nchi amepewa na nani. Sawa? Amepewa na nani kuiondoa amani katika nchi? Utakapoelewa huyu aliyempanda, huyu farasi alikuwa amepewa kuiondoa amani katika nchi, anasema ili watu wauane. Utakapojua huyu aliyempa uwezo wa kuondoa amani katika nchi, na ukajua sababu ni nini, kwa nini huyu apewe uwezo wa kuondoa amani katika nchi na watu wauane, utakapoelewa, ndipo utaanza kuomba maombi sasa, na hayo maombi yatakuwa na mantiki. Lakini ukiingia tu kwenye maombi ukasema, kwa jina la Yesu Bwana nataka amani, kwa jina la Yesu Bwana, kuna vitu vingi vitakuingia kwenye mawazo yako, vingine vitakusababisha hata ushindwe kuomba, kwa sababu utajikuta unaomba kimwili. Ndio maana niliwahi kusema kwamba ukiwa mtu wa Mungu, usisubiri machafuko kwenye nchi ndipo utafute kuombea amani. Ombea amani hata kabla ya machafuko. Mimi huwa nasema mwenye haki wa Mungu kila wakati anapoomba lazima kumbuke kuombea nchi yake iwe na amani. Kwa sababu nikasema, ukisubiri nchi iwe na matatizo ndipo anze kuhamasika kuomba, inamaanisha kabla ya matatizo wewe ulikuwa huombei nchi. Sasa hiyo sio sawa, kwa sababu wewe ni mtakatifu, na mtakatifu kuombea nchi sio swala la kusurutishwa, ni swala la maombi ya kila siku. Sasa somo ambalo nataka kulitafakari leo
Nataka utafakari huyu ambaye tunamsoma kwenye Ufunuo, ambaye alipewa kuiondoa amani katika nchi na watu wa uwane, alipewa na nani na kwa sababu gani? Utakapoelewa hivyo, maombi sasa utakayoomba, utamwambia Mungu, ikiwa wewe ndiye ulimpa uwezo wa kuondoa amani, ni kwa nini? Na kama utagundua kwamba aliyempa uwezo wa kuondoa amani sio Mungu, ni Ibilisi, ndipo sasa neno naliona linatimia: mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia. Huwezi ukampinga shetani kama hujamtii Mungu. Lazima kwanza kanuni, mtii Mungu, alafu mpinge shetani na atakimbia. Huwezi ukasema tu kwa jina Yesu Ibilisi na kupinga. Ibilisi unayoondoa amani na kupinga, wakati wewe mwenyewe humtii Mungu. Unampingaje wakati anakuwa na nguvu juu yako? Hili somo naomba ulitafakari na usilichukulie la kawaida. Unaombea amani ya nchi yako, kwanza elewa huyu aliyepewa kuiondoa amani ya nchi amepewa na nani na kwa sababu ya nini, afu ndipo uanze kuomba. Ukipata nafasi, tembelea YouTube yetu, andika Saa ya Uzima wa Roho, ombea amani ya nchi yako, na uanze kwanza na kuelewa sababu kwa nini amani ya nchi yako inatetereka. Hiyo itakusaidia.